Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC limeendesha mafunzo kwa vitendo kwa timu ya uokozi iliyopo mkoani Tanga kwa ajili ya kukabiliana na majanga ya umwagikaji wa mafuta baharini. Leo tuko Tanga kwa ajili ya zoezi la kupambana na umwagikaji wa mafuta baharini. Tulianza na mafunzo ya darasani. Leo tumekuja kufanya mafunzo kwa vitendo, na tuna wadau kadha wa kadha kulingana na mpango wa kitaifa wa kupambana na umwagikaji wa mafuta. Umuhimu wa hili zoezi ni kwamba ni kujenga utayari wa hawa watu wa Tanga, ili ikitokea umwagikaji wa mafuta wawe tayari kupambana na mafuta, tukizingatia kwamba sasa hivi Tanga kuna uwekezaji mkubwa. Tuna bomba la mafuta kutoka Hoima, ni mafuta mazito, kwa hiyo lazima tujiandae kwa sababu huwezi kujua ajali inatokea wakati gani. Nao wajumbe wa timu ya uokozi wakaeleza umuhimu wa zoezi hilo lenye lengo la kujiweka na utayari wa kukabiliana na majanga ya umwagikaji mafuta yanapotokea. Tuna vifaa hapa nyuma kama hicho karibu, kazi yake mahususi ni kutenganisha mafuta na maji, kinaitwa skima. Kwa hiyo tunawaelekeza namna bora ya kuweka hivyo vifaa majini na kuvitumia ili waweze kutenganisha mafuta na maji, na final waweze kuyatoa kuyapeleka nchi kavu, na watapata maelekezo kutoka NEMC namna ya kuyahifadhi au kuyadispose hayo mafuta. So washiriki wenyewe kwanza watakuwa sehemu ya kulinda rasilimali za nchi yao wenyewe, ni faida kubwa watakayoipata, lakini pia wanakuwa na elimu ya kuweza kupambana na mafuta. Na washiriki hawa wameingizwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania ya kupambana na mafuta yanayomwagika majini. Wanaungana na wataalamu wenzao kwenye timu za mkoa wa Dar es Salaam na Lindi, Dar es Salaam na Pwani, alafu nyingine iko ya Pwani na Mtwara, na ile ya Bukoba. So far TASAC ndizo timu wanazotambua kwenye database kwamba ziko kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo Tanga nao wanaingizwa kwenye mpango huo. Ni faida nyingine ambayo watapata ukiacha ile ya watu binafsi kuwa wataalamu na wabobezi wa mambo haya. Tumejifunza namna ya kukabiliana, tumepata ABC, tumefundishwa namna ya kuripoti tunapoona kuna changamoto kama hizi zinatokea. Kwa hiyo mimi niseme ninaipongeza TASAC na ninaahidi nitakuwa balozi mzuri nitakapoona changamoto kama hii inatokea. Uwekezaji mkubwa unaendelea ndani ya mkoa wa Tanga. Sasa tumeona tuna farm tanks zimeanza kujengwa, zingine zina operate, kuna mradi mkubwa wa EACOP. Bila kufanya haya mazoezi hatutaweza kufanikisha lengo ikitokea dharura. TASAC ipo kwenye utekelezaji wa mpango wa mafunzo kwa ajili ya kukabiliana na majanga ya umwagikaji wa mafuta katika maeneo ya bahari na maziwa nchini. Amina Omar, Daily News Digital.